Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupashe yale ambayo yanaendelea katika miji tofauti nchini Tanzania siku ya leo. Habari mbaya kwa Rais Samia Suluhu Hassan na utawala wake wa CCM. Ripoti mpya za kutisha zinaonyesha kikosi cha kikatili kinachodaiwa kukombolewa kutoka nchi jirani, ambacho kulingana na wanaharakati na mashuhuda nchini Tanzania, kikosi hicho hatari kimeshirikiana katika kuwaumiza Watanzania na hata kukatiza maisha ya baadhi ya Watanzania wengi katika maandamano ya uchaguzi ambayo yalifanyika ndani ya siku 5 zilizopita. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu kwa nini hizi ni habari mbaya kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Taarifa zilizotoka Tanzania leo zinaeleza kuwa huenda nchi hii inakabiliwa na kile ambacho baadhi ya viongozi wa eneo hilo wanakieleza kuwa ni uvamizi ulioratibiwa na mamluki za kigeni ama vikosi vya kigeni. Taarifa hiyo iliyotolewa kutoka Bukoba Novemba tarehe 2 mwaka 2025 inadai kuwa mamluki hao wameingia katika ardhi ya Tanzania na wanadaiwa kufanya kazi zao kwa ushirikiano na baadhi ya vyombo vya ulinzi na usalama vya taifa hili. Tamko hili lililosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii toka jana na mwanaharakati Maria Sarungi linawatuhumu wapiganaji hao wa vikosi yani mercenaries wa kigeni kwa kushirikiana na kikosi kazi cha ndani kinachojumuisha askari wasio waaminifu wa jeshi la polisi la Tanzania. Kundi lililo nyuma ya taarifa hiyo linalojitambulisha kama raia wazalendo na wasiwasi linasema kuwa uvamizi huo umekuwa ukiendelea kwa angalau siku 14 ukihusisha mamluki wa mataifa mbalimbali ambao wanaripotiwa kutumia risasi na kuweza kuwaua ama kuwafyatulia waandamanaji na kukatiza maisha yao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, upo ushahidi wa kuaminika kwamba makundi hayo yenye silaha yamefanikiwa kuwazidi nguvu baadhi ya vikosi vya usalama vya Tanzania, hasa katika maeneo ya ardhi ya Tanganyika. Ripoti zinadai kuwa washambuliaji hao wamedhibiti baadhi ya maeneo wakijihusisha na vitendo vya utekaji nyara, mauaji, kutoweka na mateso dhidi ya raia. Mtazamaji, ripoti hizi si matamshi yangu, ni maneno ambayo yameweza kusambazwa kwa ushahidi ambao umeweza kutolewa na Maria Sarungi kupitia mtandao wake wa kijamii wa X, na wala si matamshi yangu nikiweza kurejelea maneno yake kama unavyotazama kwenye screen yako. Kwa lugha ya Kiingereza aliandika hivi: For the past 14 days there have been reports of foreign mercenaries invading Tanzania and that they are working the cover of and in close coordination with the task force working alongside unfaithful members of Tanzania Police Force. We have activated our global legal network and will soon be submitting evidence for prosecution by the International Criminal Court (ICC) for crimes against humanity on the bank of the evidence collected and verified by our experts. This includes the unfolding genocidal attack on the civilian population of Tanganyika in violation of the 2002 Rome Statute. Mtazamaji, Maria Sarungi anasema ya kwamba ana ushahidi wa kutosha kutokana na kikosi hicho cha mercenaries ambao wametoka nje ya nchi na ambao wamehusika kuwajeruhi kwa risasi na hata kuwaua Watanzania. Waandishi wa taarifa hiyo wakiwemo Maria Sarungi wamewataka raia wa Tanzania kuzingatia usalama wa taifa lao kwa umakini na kutumia njia zote zilizopo na zinazoweza kupatikana ili kujilinda na kutetea uadilifu wa eneo la nchi. Walisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa umoja na umakini miongoni mwa raia, wakielezea hali ya sasa kuwa ni ya dharura na ya kitaifa. Taarifa hiyo pia inawataka mamluki wote, raia wa kigeni na askari wa vikosi vya usalama vya Tanzania wenyewe wanaopatikana kushiriki katika vitendo kama hivi kutambuliwa, kukamatwa na kufunguliwa mashtaka chini ya sheria za kitaifa na kimataifa. Lugha iliyotumiwa inaashiria wasiwasi mkubwa juu ya uaminifu wa baadhi ya maafisa wa polisi na jeshi la Tanzania. Zaidi ya hayo, kundi hilo limetangaza kuwa limeanzisha mtandao wake wa kisheria wa kimataifa kuchukua hatua katika ngazi ya kimataifa. Inakusudia kuwasilisha ushahidi uliokusanywa kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC iliyoko The Hague. Shutuma hizo ni pamoja na uhalifu dhidi ya ubinadamu na kile ambacho taarifa hiyo inaeleza kama mashambulizi ya mauaji ya kimbari kwa raia wa Tanganyika, kukiuka mkataba wa Roma wa mwaka 2002. Kwa mujibu wa Maria Sarungi na kwa mujibu wa taarifa hiyo aliyoisambaza,
Ushahidi huo unakusanywa na kuthibitishwa na timu ya wataalamu. Wanadai kuwa nyaraka hizi zitakuwa msingi wa kesi mbele ya ICC inayolenga wahusika wa kigeni na wa ndani wanaodaiwa kuhusika na ghasia zinazoendelea. Taarifa hiyo inafuatia tangazo la awali lililotolewa na ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu mnamo Oktoba tarehe 31 ambalo liliripotiwa kuangazia wasiwasi wa haki za binadamu katika eneo hilo. Hata hivyo, hakujawa na udhibitisho rasmi au udhibitisho huru wa madai yaliyotolewa katika ripoti hii ya hivi punde na Maria Sarungi. Maria Sarungi Teshai, hata hivyo, ambaye alishiriki taarifa hiyo hadharani, alikariri kuwa Tanzania imezingirwa, akisisitiza kuwa hali hiyo inahitaji uangalizi wa haraka kutoka kwa jumuiya za ndani na kimataifa ili kuepusha mauaji zaidi. Alisema kuwa mwitikio wa kisheria wa kimataifa ni muhimu kuleta uwajibikaji wa kile alichokitaja kama uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Tanzania. Taarifa hiyo kwa vyombo vya habari ilitolewa chini ya bango ambalo limeandikwa kama unavyotazama kwenye screen yako, kwa nini Oktoba tunatoka. Hata hivyo, kauli mbiu inayoonekana kuiana na vuguvugu pana la kudai haki, uhuru na mageuzi ya kiserikali nchini Tanzania linaloendeshwa na upinzani Chadema. Ujumbe huo unataka katiba mpya inayoitambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibari. Kauli hiyo inadhihirisha hali ya kuchanganyikiwa inayoongezeka miongoni mwa wanaharakati na sauti za upinzani zinazodai kuwa uongozi wa Tanzania umeshindwa kulinda watu wake na mamlaka yake. Kutajwa kwa ushirikiano wa ndani ya vikosi vya usalama kunazua wasiwasi mkubwa kuhusu utawala na uaminifu ndani ya taasisi za kitaifa. Hadi sasa hakuna jibu rasmi kutoka kwa serikali ya Tanzania au jeshi la polisi Tanzania kuhusu tuhuma hizi za watu ama vikosi kutoka nje ya nchi. Hali bado haijafahamika. Hakuna udhibitisho wa vyombo vya habari huru kuhusu mapigano yaliyoripotiwa au kuwepo kwa mamluki wa kigeni. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa na wajumbe wa kidiplomasia katika eneo hilo wana uwezekano wa kufuatilia hali hiyo kwa karibu. Kuomba kwa mkataba wa Roma na ICC kunaashiria dhamira ya kufanya mgogoro huo kuwa wa kimataifa, ikiwezekana kuibua hisia za kimataifa kwa usalama wa ndani wa Tanzania na mazingira pia ya haki za kibinadamu. Uvamizi huo unaodaiwa unakuja huku kukiwa na mvutano wa kisiasa unaoongezeka na kutoa wito wa marekebisho ya katiba. Wanaharakati wanahoji kuwa mfumo wa sasa wa kisiasa unashindwa kutoa uangalizi na uwiano wa kutosha na kwamba rasilimali na mamlaka ya taifa yamejilimbikiza mno, hivyo kuwaacha wananchi wakiwa hatarini kwa matumizi mabaya ya mamlaka. Wakati huo raia wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kuelezea wasiwasi wao juu ya madai hayo. Baadhi wanadai uchunguzi huru, huku wengine wakitoa wito wa kuwepo kwa umoja na utulivu, wakionya dhidi ya kuenea kwa taarifa potofu ambazo zinaweza kuchochea mvutano zaidi. Huku hali ikiendelea kujitokeza, jumuiya ya kimataifa inasubiri udhibitisho zaidi na maoni rasmi. Ikiwa madai hayo yatadhibitika kuwa ya kweli, yanaweza kuashiria mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi ya usalama wa ndani katika historia ya hivi majuzi ya Tanzania, ambayo pia inaweza kuleta sura mpya ya kisiasa na kisheria ya taifa katika miezi ijayo. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section kuhusiana na habari hizi ama taarifa hizi kuhusiana na kikosi hichi ambacho kinadaiwa kwamba kimetoka nje ya nchi, ambacho kimekuja kukabiliana na waandamanaji na kuwajeruhi na kudaiwa kuua wengine. Vile mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo utakuwa umenisaidia kwa sana. Alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama video zetu mpya.